Kama hauna mpenzi, usifuate video hii sababu tunataka sema maneno ya mukitanda. Okay? Kama hauna mpenzi, kama hauna mwanamke ambaye unaishi naye, hebu usifuate video hii sababu tunataka sema maneno ya matendo ya ndoa. Tunajua wanaume wa mingi wanaenda tafuta madawa za kuongeza nguvu za kiume, madawa za kuwasaidia ili waweze kuperform, waweze kufanya tendo la ndoa vizuri. Lakini unakutana wanaume wa mingi juu ya kusikia haya ya kwenda jitunzisha kwa hospitali, juu ya kusikia haya ya kwenda ona wa dokteur, juu wayue shida na magonjwa ambazo zinaacha wao wakose nguvu za kiume. Wengine wanaenda tafuta dawa kwenye internet, wengine wanaenda kutana hao watu wa kuchuruza ama kuuza mitishamba, wanapatia hizo dawa, na hizo dawa kwa kweli zinaweza kuwaletea madhara, zinaweza kuletea hatari na magonjwa mengine kwa moyo, kwa mafafa, kwa maini, sababu ya kuogopa aenda ona daktari. Ndio maana ndani ya video hii tunataka kukuambia kweli kwa hizo dawa na ujue nini unaweza kufanya ili uongeze pata nguvu za kiume. Mimi naitwa Daktari Safari Jackson. Kama ni mara kwanza kwako kuona video zetu, na kuomba uklike ku subscribe, okay, sabone, klike ku like, na kama una swali andika chini ya video hii ndani ya comment, tutakujibu. Ya kwanza inakubidi kujua, kitu ya kwanza unapasha jua ni kwamba hakuna dawa yoyote ambayo inaweza kuongeza nguvu za kiume kwa wakati mrefu. Okay? Kwa nini hakuna dawa ambayo inaweza kuongeza nguvu za kiume kwa wakati mrefu? Ama dawa ambayo inaweza kutibu magonjwa ya kukosa nguvu za kiume? Ni kwa sababu kukosa nguvu za kiume inasababishwa na magonjwa mingi. Okay? Unaweza kosa nguvu za kiume sababu unagonjwa magonjwa ya kisukari, okay, diabetes. Unaweza kosa nguvu za kiume sababu unagonjwa pressure ama hypertension, okay? Unaweza kosa nguvu za kiume sababu hausinzie vizuri. Unaweza kosa nguvu za kiume sababu haufanyi mazoezi, kufanya sport. Unaweza kosa nguvu za kiume sababu ya mambo mengi sana. Lakini kwa hii sababu zote inakubidi, ndio maana inakubidi wewe uende kwenye hospitali, ukutane na daktari, akufanyie exams, okay? Akufanyie maexamen, akisha kufanyia maexamen, ajue magonjwa gani inasababisha wewe kukosa nguvu za kiume, au ajue ni nini iliyotokea ndani ya mwili wako ili ukose nguvu za kiume. Lakini kwenda kunywa madawa fulani, vinywaji fulani eti vitaongeza nguvu za kiume, kwa kweli hivi viongeza nguvu za kiume kwa siku kidogo, kwa wakati kidogo, lakini havitunzake ile magonjwa yenye inaachaka banaume mingi wanakosa nguvu za kiume. Kitu ya kwanza ile. Kitu ya pili inakubidi wewe ujue ni kwamba dawa nyingi wanazouza kwenye internet, okay, kwenye social media, nafasi nyingine, hizi dawa zote habazifanyiake investigation juu wajue kama ni dawa za kweli, kama hakuna ndani vitu ambayo vinaweza kuletea madhara kwenye mwili wako. Acha nikupatie kwa mfano, kuna watu ambao wanachukua majani, anachukua majani, anaenda anachanga na maji, kisha anaenda kwenye pharmacy, anauza ile dawa ya kuongeza nguvu za kiume, ile dawa ya kawaida. Anaongeza ndani ya majani hayo, kisha anakuja kupatia eti hii dawa inaongeza nguvu za kiume. Kwa kweli hii dawa wakati utakapoichukua, hii majani ambayo ulichanga na maji, kisha nachanga na hiyo dawa, utakapoikunywa itakuongezea nguvu za kiume. Lakini hizi nguvu za kiume utazipata kwa sababu ya hiyo dawa aliyoenda uza kwenye farmasi, akiongezea ndani kisha na kuongezea nguvu za kiume. Lakini hapa ndo kunakuwa hatari. Hatari hapa ni nini? Ni sababu hii dawa ambayo alienda uza kwenye farmasi akiongeza kwenye hiyo mitishamba, ni kwamba hii dawa inaweza kuletea madhara
kwenye ubongo wako, kwenye moyo wako na kwenye organ zingine za mwili. Ndio maana inakubidi wewe ujilinde, chukua dawa isiyopewa na daktari. Hii ni ya kwanza. Kitu ya pili unapasha jua ni kwamba maisha mazuri ndio inaweza kusaidia kuongeza nguvu za kiume kwa wakati mrefu. Tunaposema maisha mazuri inasema nini? Ni kukula vizuri, kunywa maji kila asubuhi. Okay, unakula vizuri, unakunywa maji kila asubuhi, unasinzia vizuri, unafanya mazoezi, unafanya sport, unajilinda sigara, unajilinda pombe, na hii yote unajilinda zingine stress za maisha. Utakapofanya hivi, nguvu za kiume zitakuja na zitakuwa nyingi sana. Lakini ukitaka enda chukua mitishamba na vitu vingine, kwa kweli utakosa nguvu za kiume na utakunywa hizo mitishamba, hizo dawa uzikunywe upate nguvu za kiume kwa wakati kidogo, lakini hiyo shida yako iongeze irudie. Kitu ya pili nakubidi wewe ujue ni kwamba magonjwa ya kisukari kama diabetes, magonjwa ya pressure ndiyo kitu kibaya sana, ndio adui sana wa nguvu za kiume zako. Kwa sababu gani? Sababu haya magonjwa ya kisukari diabetes na haya magonjwa ya pressure vinaharibu mishipa inayopeleka damu kwenye viungo vyako vya uzazi, na damu isipotembea vizuri kwenye viungo vya uzazi, nguvu za kiume zinapotea. Lakini adui wa pili wa nguvu za kiume zako ni stress, kutosinzia vizuri, kuwa na kuhangaika kila siku na kutofanya mazoezi. Hivi ndivyo navyo vinakuja kuharibu nguvu za kiume zako. Kwa sababu gani? Sababu hata tunaposema nguvu za kiume, watu wengi wanaona viungo vya uzazi. Inakubidi ujue kwamba nguvu za kiume zinaanza kwenye ubongo wako. Okay? Kwa kuwaza kwako, namna gani ubongo wako unapumzika, hii yote ndio inakuongezea nguvu za kiume. Lakini kama wewe ni mwanaume, kila siku unakuwa kwenye stress, kila siku hausinzii vizuri, kila siku una mihangaiko, hii nguvu za kiume utapoteza, na utaenda huku na huku kuchukua madawa ili upone, lakini haitawezekana kwa sababu vyote vya kufia kwenye ubongo wako. Ndio maana inakubidi kwanza tuliza ubongo wako, uanze waza vizuri, uanze sinzia vizuri, uanze kunywa maji mengi ambayo itasaidia damu kutembea vizuri kwenye ubongo wako na kwenye viungo vyako vya siri, ili nguvu za kiume zirudi. Lakini kitu kingine inakubidi ujue ni kwamba pombe ndio adui wa kwanza. Sababu gani? Sababu ndani ya pombe kuna ethanol. Hii ethanol ndio inaharibu mishipa inayotembeza damu kwenye viungo vyako vya siri, na hii ethanol inapoharibu hiyo mishipa, damu haitembei vizuri, na wakati damu haitembei vizuri, hii yote inakusababisha wewe ukose nguvu za kiume. Ndio maana mbele, kabla ya kwenda chukua hizi dawa ambazo unasikia kwenye social media na mahali penginepo, inakubidi uanze enda hospitalini wakufanyie check up, wajue kama una shida, kama una magonjwa fulani, na wakati watakapojua magonjwa ambayo unagonjwa, hebu watakutunza na utaweza kupona. Kitu kingine kinachoweza kuleta hatari kwa wanaume wengi ni kuchanga dawa ambazo daktari alikuandikia na dawa ya mitishamba. Hii ni hatari sana. Inaweza hatarisha moyo wako, inaweza hatarisha maini yako, inaweza hatarisha figo zako na vinginevyo. Sababu gani? Sababu kwa mitishamba haujue dosage ambao wanatia ndani, haujue dose ya ile mitishamba, hiyo dawa za kishenzi. Okay? Sababu haujue dosage ambayo inakuwa kwenye hiyo dawa za kishenzi, unakuja zichanga na dawa zenye daktari alikuandikia. Hii inaweza sababisha madhara kubwa sana na kuharibu mwili wako kwa ujumla. Ndio maana inakubidi ukue makini, ufanye hangi. Ni wakati gani inakubidi uende kwenye hospitali? Wakati unafanya miezi 3
ukikosa nguvu za kiume. Okay? Ukimaliza kabla wakati. Ukikosa nguvu wakati ukikosa nguvu hizo kwa miezi 3, hebu enda kwenye daktari kutibu, aone ni magonjwa gani unagonjwa, ili aweze kupatia dawa sahihi. Na mimi nakushukuru. Kama una swali, nilikwambia andika chini ya video hii, tutakujibu. Kwaherini.